Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama chetu taifa, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kigoda cha Wazee Mzee Tozi Matwanga, manaibu makatibu wakuu Tanzania Bara na Zanzibar, Mwenyekiti wa Vijana Taifa, Katibu wa Vijana, wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa mkutano mkuu, naomba niwasalimu kwa salamu ya chama chetu, na wale wanaoifahamu wataitikia kwa ajili ya kufikisha ujumbe. NLD Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkutano mkuu huu maalum ni kwa lengo la kuchagua wagombea wa nafasi ya urais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini pia tuna ajenda ya kufanyia marekebisho katiba ya chama. Kama inavyokumbukwa, katiba yetu imefanyiwa mabadiliko mara moja baada ya kusajiliwa chama chetu mwaka 1992. Kwa hiyo tuna toleo la pili, na sasa mkutano huu utakwenda kutengeneza toleo la tatu la katiba ya chama. Kwa hiyo tuna kazi kubwa. Lakini kabla ya kutangaza akidi ya mkutano huu, napenda kutoa taarifa kwenye mkutano mkuu maalum kwamba mkutano huu tulialika taasisi mbalimbali na tunashukuru zimeitika. Lakini pia tunaye msajili wa vyama vya siasa yuko hapa, amekuja kushuhudia tukio kubwa la kihistoria katika chama chetu tokea kiasisiwe mwaka 92. Kwa hiyo amewakilishwa na Mheshimiwa Assist Nyahoza, naibu msajili wa vyama vya siasa na timu yake. Lakini pia kwa mapenzi makubwa tumepeleka mialiko katika taasisi za dini na taasisi za kiserikali. Tunashukuru askofu kutoka TEC amekuja hapa na atapata nafasi ya kutoa salamu za TEC kwa Watanzania, kwa sababu tumemwalika katika mkutano maalum na yeye ameitika kwa niaba ya wenzetu wa TEC. Kwa hiyo tunashukuru sana mheshimiwa, karibu sana. Lakini tunao ndugu zetu wa EISA, taasisi ambayo inashughulikia na masuala ya kijamii katika nchi yetu, wameitikia mwito wa kuhudhuria katika mkutano wetu. Lakini tumewalika viongozi wa vyama vya siasa vyote 19. Tunashukuru viongozi wa vyama vya siasa wako hapa, na muona pale katibu mkuu wa chama cha AAFP ndugu Rashid Lai atakuja kutoa salamu. Lakini nimemuona pale mwenyekiti wa chama cha Tanzania Labour Party, naye atakuja kutoa salamu kwa sababu tumemwalika na ameitika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitaka wajumbe wa mkutano mkuu waweze kufahamu kwamba tuna ugeni wa kiasi gani katika mkutano huu. Baada ya utangulizi huo, salamu zitatoka baada ya mwenyekiti kufungua mkutano, ili salamu hizo ziweze kuingia katika kumbukumbu za chama chetu mwaka 2025. Kwa hiyo mwenyekiti atakapofungua mkutano mkuu huo, basi tutawakaribisha taasisi mbalimbali kuja kutoa salamu katika mkutano mkuu, na ili tuweze kuzirekodi, ndio maana wanatoa salamu baada ya ufunguzi wa mkutano. Lakini pia tumeandaa salamu maalum msajili wa vyama vya siasa atoe kwa Watanzania kupitia mkutano huu. Kwa hiyo naye atakuwa na ratiba baada ya ufunguzi wa mkutano kutoa salamu
za msajili wa vyama vya siasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkutano huu mkuu maalum una jambo mahususi. Niliyesimama hapa nagombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baba yangu yuko hapa, amekuja kuhakikisha wakati wajumbe wa mkutano mkuu wananichagua, basi mzee yuko hapa, amekaa pale kwenye viti vya VIP, naye yuko katika ukumbi huu. Lakini na mwanangu hapa anaitwa Chazi Matwanga Doyo, yupo katika ukumbi huu. Huyu ndio mwanangu wa mwisho katika wanangu ambao nimepata huko Songea. Nafikiri mnamuona yuko hapa. Kwa hiyo Mwenyekiti, mkutano wetu umesheheni watu ambao ni muhimu katika siasa za nchi hii. Lakini namuona pale rafiki yangu mwenyekiti wa chama cha Makini, Bwana Kibonde, ameingia muda sio mrefu. Tunatambua uwepo wako, na katibu mkuu na mheshimiwa, tutapata nafasi ya kuja kutoa salamu kwa dakika moja ili tuweze kutendea haki mkutano mkuu. Baada ya taarifa hiyo, Mwenyekiti, taarifa muhimu kabisa ni kwamba wajumbe wa mkutano mkuu huu, sitaki kusema kwa mara ya kwanza, nataka niseme mara hii umehudhuriwa na wajumbe wa mkutano mkuu kutoka mpakani mwa Msumbiji na Tanzania, Nyasa, Ruvuma. Wamesafiri kwa siku 3 kufika Dar es Salaam. Nauli ya mtu mmoja ni shilingi 145,000 mpaka anafika Dar es Salaam. Wako katika mkutano huu. Lakini wamesafiri, tuna mwenyekiti na katibu wa Bukoba, Kagera, amesafiri kwa siku 1.5, naye tunaye hapa. Lakini kuna wajumbe wa mkutano mkuu kutoka mkoa wa Mara ambao wanaishi Silali, wako kwenye mkutano mkuu huu. Ndio wanapunga mkono kwa raha wale pale. Kwa hiyo inaonyesha namna gani chama chetu kilivyotengeneza network yake vizuri kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za kisiasa katika nchi hii na hatimaye kushika dola 2025. Lakini tunao ndugu zetu waliotoka Zanzibar, Pemba na Unguja, na kwetu Tanga wapo hapa, vijana mahiri kabisa. Lakini Dar es Salaam wajumbe wako na mkoa wa Pwani wako hapa na kutoka makao mwenyekiti wa chama chetu. Kwa hiyo Mwenyekiti, nataka nikupe taarifa kwamba mkutano huu umechukua karibu 80% ya uwakilishi katika chama chetu wa nchi nzima. Hilo nataka ulifahamu ili ujue wajumbe wa mkutano mkuu walioko hapa ni wa aina gani. Baada ya kuyasema hayo Mwenyekiti na kuyafahamu, wajumbe wa mkutano mkuu huu wa chama ni 90. Waliohudhuria hapa ni 88. Na nikupe taarifa tu, walihudhuria wote, 2 wamepotelea hapa mjini. Tunajua Dar es Salaam ni siri yetu, lakini walihudhuria wote 90, lakini 2 ndio hawajaingia katika mahudhurio ya asubuhi hii. Kwa hiyo mchana tunaweza tukawa nao. Kwa hiyo kwa sasa hii ni 97.8 ya wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa chama chetu. Naomba nithibitishe kwamba mkutano mkuu huu mkutano mkuu huu ni halali, na maamuzi yote ambayo yatatokana na mkutano mkuu huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni halali. Baada ya kuyasema hayo, na kuomba Mheshimiwa Mwenyekiti uje ufungue mkutano maalum, mkutano ambao unaweza ukaandika historia ya kwenda kuchagua rais ajaye wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu uweze kufungua mkutano. Baada ya hapo, salamu fupi za taasisi mbalimbali zitatolewa na baadaye tutaanza utaratibu wa mkutano mkuu. Lakini kipekee tunao maafisa kutoka taasisi za serikali wako hapa, wako kwenye majukwaa ya VIP, wametuitika. Sitaki kuitaja taasisi kwa sababu sio muhimu sana, lakini wenzetu nao wamekuja kutuunga mkono katika kuhakikisha rais anayepatikana na sisi tunakwenda kushuhudia hata kama sio wapiga kura. Wapo hapa, kama hawatajali
wanaweza wakasimama wakapunga mkono, kama watajali basi wakaushe, lakini tunao na wapo katika mkutano huu. Asante. Dadangu Asha Malimusi amenyosha mkono, yeye kajizatita asema tuko hapa. Tutawaambia ni wakina nani ambao wako hapa, lakini tumepata wageni muhimu katika mkutano huu. Baada ya kuyasema hayo, Mheshimiwa mwenyekiti wangu wa chama chetu taifa, mgombea wa urais wa Zanzibar, karibu uje ufungue mkutano mkuu na ratiba ziendelee. Ndugu waandishi, kwa na ratiba 3 ambazo tunahitaji tuwe pamoja. Ratiba ya kwanza ni ya ufunguzi, ratiba ya pili ni kushuhudia matokeo ambayo hatachukua muda mrefu. Ratiba ya 3 tutakuwa na hotuba fupi baada ya matokeo. Kwa hiyo tunawaomba ratiba hiyo haitachukua masaa matatu. Tunategemea mpaka saa 5:30 tumemaliza tukio linaloitwa uchaguzi wa kuchagua viongozi ambao wanakwenda kugombea urais. Kwa hiyo ni taarifa ambayo nawapa, asije akafungua mwenyekiti mkutano alafu mkakimbia. Tunaomba tubaki wote katika kipindi hiki ili mshuhudie kinachoendelea na Watanzania mwapelekee chakula ambacho mmekishuhudia.